Lakini leo hii tumemsikia mwenyekiti wa bodi ya ligi akizungumza na akisema kauli yake kubwa, akisema kwamba mpo kasi kweli kweli. Hiyo kauli aliyosema hiyo inamaanisha nini kwa upande wako wewe? Kwanza mimi bado naendelea kama juzi na kuendelea tena kwa shirikisho la Tanzania linakurupuka. Ni leo tena amekuja kuonesha mwenyekiti ya bodi ya ligi naye anakurupuka. Maana amekuwa kama katoka Ngomani Tanga kucheza baikoko, anakuja analopoka. Kwa maneno tuliyowasikiliza, sio mwenyekiti wa bodi kwenda kuongea maneno kama yale. Kwa sababu mwenyekiti wa bodi nimemsikiliza anakuambia Simba na Yanga haziwezi kufuata kanuni zisishuke daraja. Kwa hiyo maana yake wanavunja kanuni, timu Simba na Yanga zisishuke daraja. Sasa unaona wanaendesha mpira au wanakuja kuendesha matipu? Ndio maana nakwambia yani sawa ligi yetu inavyoendeshwa kama ndo kapu. Kwa sababu leo mwenyekiti wa bodi ya ligi anakuambiaje? Inawezekana kuna timu moja kubwa hapo ina makosa na kanuni inasema ishuke daraja, lakini huwezi kuishusha daraja ya Simba au huwezi kuishusha daraja Yanga. Kwa hiyo yeye kakaa kwenye bodi ya ligi kufuata kanuni au kufuata siasa? Kanuni. Kama kufuata kanuni, kwa nini anataka kuzipindisha kanuni? Kwa nini anaenda anataka kufuata kanuni? Kwa sababu vitu alivyoongea leo avingi mtu yote kukaa kuelewa. Avingia akilini. Pili, anakuja kuongea yeye maana anavyoongea kama ukija kutizama zaidi kama anabembeleza Yanga wasiende kasi. Ndio inavyoonekana. Kama unamsikiliza vizuri mazungumzo yake, maana kama vile anaiomba Yanga isiende wapi? Isiende kasi. Sisi watu wa Yanga na tunaendelea kuambia viongozi wa Yanga, sisi mpaka sasa hivi hatuiamini bodi ya ligi. Bado hatuiamini. Hili kashazungumza. Susha leo pamoja na mwenyekiti kaongea. Sisi mpaka leo watu wa mpira sisi hatuiamini bodi ya ligi. Na inakuja kukosa kuiamini zaidi alivyoongea. Kwa kanuni zipo na watu wamekosea, lakini haziwezi kushushwa daraja Simba na Yanga. Sasa hapo tunacheza mpira, unacheza nini? Kenya, umeona Kenya? Umeona Kenya? Kenya hivi ilikuwa Gor Mahia na Leopards ndio inasumbua. Inaharibu kanuni za mpira pale. Zilishushwa zijashushwa? Zilishushwa. Leo mpira wa Kenya unaendelea. Sasa hapa kinachoshindikana nini? Sisi tunataka zifuatwe kanuni. Susha kama Yanga kwenye hili kakosea, ashushwe daraja. Kama Simba kakosea, zifuatwe kanuni. Nikakosea. Mpaka leo kwa sababu wao wanasema hawajatoa majibu. Sijui wewe katika mazungumzo yake ya leo hajatoa nini majibu. Sasa juzi walitoa nini? Kwa sababu leo nimemsikiliza anasema mpaka leo shirikisho halijatoa majibu. Juzi kwa nini waliongea? Maana kuongea sana hapa tu majibu. Si aliongea kwa Yanga iwezi kupata pointi 3 na wasitegemee. Maana si majibu. Sasa leo anakuja anaongea bodi ya ligi hajatoa majibu, bado hajakutana. Kwa hiyo juzi walivyoongea, kwa maana inatokea bodi ya ligi yoyote anakuja analopoka. Inamaanisha nini? Ndio maana mwenyekiti leo alivyoongea. Maana mwenyekiti leo kaongea bodi ya ligi hajakaa. Kwa maneno ya juzi wameyatoa wapi? Kama bodi ya ligi hajakaa. Kwa hiyo maana mpira wetu si kando ndo kapu. Ligi yetu si kando ndo kapu. Yoyote anokuja maana anaongea tu. Maana anaweza kuongea leo kiongozi alafu baadaye akaja kiongozi huyo akabadilika akakwambiaje sisi hatujafanyaje? Hatujakaa kikao. Haya mazungumzo yake ya leo ameteleza kuongea mtu mzima. Mtu mzima ujue haya mazungumzo kabla hujaenda kuongea kiongozi kwanza akaa chunguza watu watapokeaje na watu watanijibu vipi. Hii inaonyesha udhaifu wa bodi ya ligi. Kiongozi mwenye hekima, mwenye kufuata kanuni za mpira hawezi akakaa mbele za watu akaongea mimi siwezi kushusha daraja Simba au Yanga, angalau kanuni zinaruhusu. Lakini sio mnasubiria kiongozi yote azungumze nyinyi. Pili, sisi tunawaomba TAKUKURU. Pili, mimi nawaomba TAKUKURU. Juzi bodi ya ligi sawa wametoa ujumbe kuwa mechi imeahirishwa kutokana na viashiria vya vurugu na viashiria vya nini vya rushwa. Si ushaelewa? Kama kuna viashiria vya rushwa bodi ya ligi wameviona, kwa hiyo TAKUKURU waende waoneshe, waambie TAKUKURU viashiria vya rushwa nani kavifanya,
akamatwe huyo mtu, kwa sababu mpira sio rushwa, na wao wameviona viashiria vya rushwa. Kwa hiyo tunataka TAKUKURU waende bodi ya ligi kusudi tuunyoshe mpira huyo, tutoe masuala ya kubebana, sawa. Hebu kusema Simba na Yanga, mtu akikosea tukae chini tukubaliane, haya masuala tuondoe, zifuatwe kanuni za mpira. Mpira sasa hivi zifuatwe kanuni za mpira, mpira uchezwe. Hizo zama za nyuma huko za kubebana zishakwisha, sio uongozi huu. Na ndio maana sisi tumemwambia El Saidi, hili swala hakuna kwenda kukaa kikao eti mradi yaishe. Tunataka kanuni zifuatwe. Na kama anashindwa, anaogopa kutoka kuongea, atafungiwa, aite mkutano wa dharura wa wanachama wa Yanga. Ibara 42 ya Yanga inaruhusu mkutano wa dharura. Sisi tutaenda kutoa maamuzi kama wanachama. Kama wanachama wa Yanga tutaenda kutoa maamuzi kwa hili. Sisi tupo tayari tushushwe daraja kuliko dabi iende kurudiwa. Daraja si mbaya hiyo. Lazima kanuni zifuatwe. Sisi tunachotaka safari hii kanuni zifuatwe. Hakuna duniani mpira unaenda kuvunjwa bado masaa 5. Imetokea na sababu yoyote. Imetokea. Wapi? Hiyo imetokea. Wapi? Anasema hapo imetokea. Hapa Tanzania pasiko na sababu yote. Mpira blaza unavunjwa, wachezaji wapate ajali. Sawa. Nchi iwe na vita. Sawa. Mvua imenyesha, uwanja huwezi kuchezwa. Sawa. Ndio mechi inaenda kuvunjwa ndani ya masaa mangapi? Bado 5. Hii mechi imeenda kuvunjwa bado masaa 5. Kuna shida gani? Hii ina shida gani? Wanakuja sehemu wanakuja kuongeaje? Timu haijafanya mazoezi bado siku moja. Sawa? Si ndio kigezo chao wanachokaa. Hichi kigezo hakipo kwenye kanuni kuwa mechi ivunjwe. Si ushaelewa? Kanuni wameziweka wenyewe na kanuni zao watu wanazisoma. Kanuni inazungumza, kanuni yao inazungumza timu mgeni kama hajafanya mazoezi, sawa, timu mwenyeji si ndio imemzuia, kuna faini. Inaenda kupigwa nini? Faini, sio kuvunjika mechi. Hii mechi wameivunjaje shirikisho? Alafu pili, kuenda kuonesha shirikisho dhaifu. Susha linaonesha shirikisho dhaifu. Saa 4 asubuhi wanatangaza mechi ipo. Wamepeleka watu wasimamizi wa mechi magetini, wamechanja kadi za watu. Sawa? Sababu watu wameingia uwanjani. Saa 8 watu washaingia uwanjani, wanakuja kuvunja mechi hakuna. Wewe uliwahi kuona hii? Na ndio maana kwamba ile mpira wetu sisi sawa sawa na ndondo kapu. Sababu ndondo kapu inaweza watu wakaingia uwanjani na mechi ikavunjwa. Lakini wanadai kwamba ni kwa sababu tu hawajafanya mazoezi, hawakuwa sawa, kwa hiyo kama tu bora wagairishe tu. Simba na Zamaleki na wakumbusha, Simba na Zamaleki 2003. Sawa? 2003 Simba na Zamaleki. Simba alienda Misri. Alizuiwa kufanya mazoezi. Mechi ilivunjwa. Iendelea, labda wachezaji walikuwa sawa. Nini hapa ivunjwe? Na kukumbusha nyingine, si unaniambia mwaka huu wa Angola wamekuja hapa. Unakumbuka kucheza na Simba? Walifanya mazoezi wale? Kufanya. Mechi ilivunjwa? Hii imevunjwa kwa sababu gani? Hakuwa fiti. Kwa hiyo Simba hakuwa fiti bado siku moja kufanya mazoezi hajawa fiti. Kwa hiyo na shirikisho wanaenda wanafanya mechi. Msamaria mwema wale. Katika mpira Mr. Blaza, labda nikwambie, hakuna msamaria mwema. Katika mpira hakuna kuvunja kanuni. Si ushaelewa? Kanuni zinabidi zifuatwe. Sisi tunataka uongozi wa Yanga wasimamie kanuni, tuone wapi panapovuja. Bado mnamsimama. Wanachama wote. Na tumewaambia sasa, tunajua wakitoka kuongea viongozi wa Yanga watafungiwa. Si tunajua hilo? Si ushaelewa? Sisi tunajua viongozi wa Yanga wakija kuongea kisheria wanaenda kufungiwa. Kwa sababu kuna mtego TFF wamejiwekea, yani wao hawapingwi. Na baadhi ya viongozi ukipinga unafungiwa. Kwa sababu kama unaona hata makocha hawaruhusiwi kutoa dosari za marefa. Ukitoa dosari za marefa umefungiwa nchi. Susha leo. Sasa sisi tunawaambia hii mradi wao wasifungiwe. Waite mkutano wa dharura. Waite mkutano wa dharura. Tutaenda kutoa sisi wanachama tamko. Sisi wanachama
wa Yanga Afrika. Tutatoa tamko afu tuone wanao uwezo wa kutufungia sisi. Si wanatufungia kama nani? Yaamua. Hata mimi hapa ninavyoongea ananifungia mimi kana nani? Mimi mwanachama wake. Kama Nasoro Yanga. Nasoro Yanga mimi mwanachama wake. Shabiki leo zika kafungiwa. Dunia gani umesikia shabiki kafungiwa? Tanzania. Hii haishi. Ujue kanuni ya Yanga. Ukimwaga mboga si tunamwaga ugali. Vyote viende. Hakuna mtu anafanyaje? Anokula. Uwezi kiongozi, watu wanakusikiliza. Leo umeongea vingine, kesho unakuja unaongea vingine. Au ndio unatuongoza mpira wetu maskini ya Mungu. Hiyo inatafsiri nini sasa hiyo? Udhaifu. Mwenyekiti wa bodi wa ligi kauonesha udhaifu mkubwa. Juzi kaongea vingine, leo anakuja kuongea vingine. Sasa wewe unamuelewa vipi? Udhaifu. Juzi anasema kashatoa Yanga wapate pointi 3, asitegemee kupata pointi 3. Maana hukumu tayari washafanyaje? Washatoa. Kasikia Yanga wanaenda kasi, kakurupuka tena. Sisi hatujatoa maamuzi. Kwa sababu timu tajiri ndio maana nataka kwenda kasi. Wewe si utulie. Wewe itakufikia. Usiwe na pressure, acha papala, kaa utulie. Yeye Mange sikashatoa. Mange leo anaongea Yanga wasiende kasi, wao maamuzi hawajatoa, watakaa kikao. Sasa juzi waliongea nini? Sababu kuna wao wengine walikuwa na set. Kwa hiyo maana wanaweza kuongea leo, kwa hiyo mwingine hajakaa sawa, tutaongea tena kesho. Hii shida. Hii shida. Tuna shida kwenye mpira. Kwenye mpira ndio wao wanaleta shida. Wanasema kuna watu wanataka kushusha mpira. Sawa? Sio watu wao wenyewe. Wakacheze sinema ni wao wenyewe. Wao wenyewe. Hizo sinema walosema tukacheze sisi, wakacheze wenyewe. Kwa sababu wenyewe ndio wanaonesha wanahitajika waende kucheza sinema kwa mazungumzo wanayoongea. Ya ligi wakacheze sinema? Kwa mazungumzo wake wanayoongea wenyewe, kwa sababu si kuna mmoja wao kasema tukacheze sinema. Kama mpira ushatushinda. Sasa hapa kwa mazungumzo inaonekana mpira nani kashindwa? Hiyo inaangaliwa hiyo. Ndio nakwambia hapa sasa. Watu wakae watafakari, wasikilize bodi ya ligi mazungumzo ya juzi, wasikilize bodi ya ligi mazungumzo ya jana, utaona hapa nani inabidi akacheze sinema. Inajulikana. Ukiona maji yametulia yana kina kirefu. Yakicheza hayo hayana kina kirefu. Tafsiri yako nini? Na kuti la mazoea ndio lilimwangusha Mgema.